Mimi nataka nimalize umaskini wa familia. Subiri, wewe ndo unafuata kuwa maskini mwingine. Acha ujinga, biashara haina undugu. Kwenye biashara weka mtu ambaye unajua kabisa unaweza kumfunga siku akukutia hasara. Utajiri sio rahisi, ndio maana matajiri wachache. Utajiri unataka kifua. Lakini sasa wewe roho yako nzuri, wenye roho nzuri wote maskini mjini. Nisikilize, every higher life will demand sacrifice. Usitaki ukaenda maisha kirahisi afu ukataka uwe na ukuu. No. Ukuu ni kwa watu ambao wako tayari ku go through things. Tena kupenda kuishi maisha ya teketeke haya, sio be a fighter. Kuna watu hapa mnaongea sana kiasi kwamba huna staha ya moyo, ya mdomo, ya akili. Kila nikifanya kitu akifanya. Mipango yako iko wazi sana. It is very important kwenye maisha yako kujua unataka nini. You should have a clear vision. Plan your way to success. Na hilo kampuni lako lolianzisha, what do you want? What's your vision? Hivyo wewe kwenye maisha nini unachokimbizana nacho? Yaani nini kinachokutrouble? Huwezi kuwa zaidi ya tabia yako. If you have to be valuable, lazima ujitofautishe na aina fulani ya watu. Kwenye biashara hatufanyi tunachokipenda kwanza, tunafanya kinacholeta hela kwanza, then kwa hizo hela tulizozipata tunafanya tunachokipenda. Hiyo kazi ya watu uliopewa hiyo. Ondoa kiburi, ondoa majivuno, be humble and be smart. Watu wasikuonee, lakini watu wasikudharau. Kama unamwalika mtu kwenye biashara yako, jifunze. Kwenye biashara hatusaidiagi watu. Nakwambia wewe hata ambaye hujaolewa, mume hakai na mke tu kwa sababu ni mzuri wa umbo. Mume anakaa na mke anayejua kuzalisha hela yake pia. Kuna saa ishia zinaisha jamani, mlioolewa mko humu ndani. Nyie mnafanya mapenzi kila siku. Mtu wako wa ndani anapaswa kuwa na nguvu kuliko chochote cha nje. Maana yake yale unayoyaona kwenye maisha yako hayatakiwi kuwa na nguvu kuliko kile unachoamini. Mtu asiye na budget asitanie kuwa atapiga hatua kwenye maisha. Never. Watu wakali hushika mali siku zote. Hela ishuki na watu wenye mioyo imepesi. Never. Na lile neno watu wakali hazungumzii watu wa kufoka. No, bali nazungumzia strict men. Uwe makini na aina ya watu unaojizungushia. Sometimes for you to have new mind, you need to have new people. Hauaminiki wewe, ndio maana hela upewi. Hasa mtumishi, nifanyeje ili niaminike? Anza kuzalisha na hicho kidogo ulicho nacho. Anasema wazi, awazavyo mtu kwenye nafsi yake ndivyo alivyo. Do not postpone your dream because there is no money. Anza na hivyo, mtu wa Mungu. Rahisisha ugumu uliopo kwa maneno unayoongea. Anza na hivyo. Mungu aliumba kwa neno. Sitamani tu gorofa, tamani na msingi pia. It's so easy to say I wanna be like. You wanna be like, you know the cost of being like. Watu wanaotuumiza maisha yetu yote ni wale ambao jana tuliwapa access, tuliwapa fursa ya kuwa karibu na sisi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Nisikilize, every higher life will demand sacrifice. Usitaki ukaenda maisha kirahisi afu ukataka uwe na ukuu. No. Greatness is for the people who are ready to endure. Ukuu ni kwa watu ambao wako tayari ku go through things. Tena kupenda kuishi maisha ya teketeke haya, sio be a fighter. Jiwaze, jipime, jiangalie. Ila wewe unaogopa ile, unaona kama mateso. Punguza umjini, upunguza umjini dadangu, punguza umjini. Wajibikia maisha yako. Earn your respect. Earn it. Spende favor. Spende kupendelewa. Usipende kupewa ambavyo hujavihangaikia. Earn it. Put your hand into work. Spoil out your hand. Chafua hizo kucha. It is very important kwenye maisha yako kujua unataka nini. Unataka baada ya siku kadhaa uwe kitu gani? What do you want to become? Plan your way to success. Tunakupa tofali la kujengea ile ramani ulionayo kichwani. Kazi yako wewe ni kuwa na hiyo picha. Unataka nini? Haya mambo ni kutaka. Nataka kuwa mtu mkuu. Ukiwa naye plan, chora michoro. After what time do you want to be what? Uliza maswali yote unayoweza kuuliza. Kila nafasi ukiipata, be there. Kila ukiitwa, be there. Tabia yako ndio kesho yako. You cannot be more than your character. Huwezi kuwa zaidi ya tabia yako. Vyeo vya ofisini havipandi kwa sababu tu una akili. Vyeo vya ofisini vinapanda kwa sababu ya aina ya tabia unayoimanifest every day. Jeshini watu hawapandishwi vyeo kwa sababu tu wamesoma. Jeshini watu wanapandishwa vyeo kwa sababu ya level ya nidhamu yao. Nidhamu ndio nafsi ya jeshi. Kuna wakati kwenye life, kwa sababu tu ya aina ya thamani unayotaka kuitengeneza juu yako wewe mwenyewe, unalazimika kujizuia baadhi ya maeneo usiende kabisa. You wish to go, you would love to go, but
because of the honor you are creating. Kwa sababu ya aina ya mtu unayemtengeneza, you hold yourself to go some places. Yes. Kwa sababu hicho kinaongeza thamani yako. If you have to be valuable, lazima ujitofautishe na aina fulani ya watu. Yes. There are friends you must leave them. There is a company you must go out from. Unapoanza mahusiano ya kirafiki, mahusiano ya kindugu, mahusiano ya makazini, you must be very selective. Yesu mwenyewe alifanya uchaguzi wa wanafunzi wake aliokuwa anatembea nao. Kwani wewe nani usichague watu? Sio dhambi. Usiseme yule mtu anabagua. Maisha ni ubaguzi, shogangu. Usipojua kubagua ukakusanya kila kitu, kuna siku atakutumbukiza shimoni. You must know huyu siendi naye hii njia, huyu naenda naye. It is never sweet to lose a certain friend, but sometimes for your own value you have to let it go. Amen. You are not of everyone. Na Mungu jinsi alivyo anakuletea watu wa aina yako. You can only attract of your kind. Kwa hiyo kiwango chako cha utajiri kinategemea ni vingapi umelipia gharama. Yani hata kutokwenda sehemu isiyofaa ni gharama. Increase your value. Read books. Ongeza thamani yako. Be presentable. Marafiki zako waseme hivi, this place najua fulani atafiti sawa sawa. Mtu anayejua value yake ataangalia pia anakula nini. Leo hii unavuta masigara, unaona tu ni ujanja wanangu, someday in the future unaanza kushine cancer yako sababu ya moshi wa sigara. Sio kando, hela zako zinaanza kuingia, umewekeza, umepambana, una haso, unaanza sasa kula matunda, unaanza kuondoa masumu mwilini. Nini? Masukari uliyoyokota kwenye pombe na masigara. Kwa hiyo mshahara wako wote unautumia hospitalini. Kwani wewe usipokunywa pombe unakufa? Ile gharama unayoitumia kwenye vitu visivyo na maana. Yes. Please save that money. Amen. Save that money. Amen. Save that money. You need it somewhere. Yes. Save it. Marafiki unao wanunulia pombe na unaoenda nao outing, they will not be there siku nafukuzwa kazi, siku nafukuzwa nyumba, hauna kodi. Save that money and do something for yourself, not even for your mother, for yourself. Fanya kitu kwa ajili yako. Watu wasikuzomee unafanya kazi nzuri na hauna cha maana unachokifanya. Watu wasikucheke, watu wasikuzomee, una hazina ndani yako. Haushindani na mtu yoyote. Live your life part time. Stop degrading your life. Acha kuyashusha maisha yako thamani. Haujui tu unachopoteza. Maisha sio mapambio, maisha sio burudani, maisha ni vita. Kuna watu mko humu ndani wenyewe mnaona masifa, mnaitwa chakudeka wangu. Unaona masifa. No, when you are out there, waseme she is a fighter. Watoto wako wakikuangalia namna hii, waseme mom is a fighter. Hiyo kazi ya watu uliopewa hiyo. Ondoa kiburi, ondoa majivuno, be humble and be smart. Watu wasikuonee, lakini watu wasikudharau. Mahali pa haki yako, simamia haki yako. Yes. With a good language. Be smart. Kwa sababu siku unapoteza hicho kibarua, kuja kupata kingine, it may take time. Midhali unacho sasa, hata kama hakikufai, kitumie kama stepping stone ya kesho yako. Every day you refuse to become what people have named you. Kila siku live your life to prove to people you are a valuable person. Amen. Ukitaka fulani na fulani na mimi tuwe inspiration yako, tutakuchelewesha sana. Allow God to be your inspiration. Make Jehovah and his word be your greatest inspiration. Amen. Sema mimi ni mtu wa thamani. Mimi ni mtu wa thamani. Na kwa sababu hiyo nitajilinda. Na kwa sababu hiyo nitajilinda. Moja ya makosa makubwa tunayoyafanya watu, hatujuagi mipaka yetu na wala hatujui mipaka ya watu ni ipi. Kosa la kwanza kwenye maisha lililowahi kutokea ni watu kutokujua mipaka yao. Jua ni wapi wanatakiwa kuishia. Kuna watu hapa mnaongea sana kiasi kwamba huna staha ya moyo, ya mdomo, ya akili. Wewe yani ukienda tu kusalimia watu au watu wamekuja kusalimia, tayari tushajua mpango wako wa mwaka 2023, mpango wako wa mwaka 2024, umechumbiwa tu, tushajua hadi shela unalovaa. Bado watu hawajalipa mahali. Yani mimi kila nikifanya kitu hakifanikiwi, kila nikifanya kitu hakifanyi. Mipango yako iko wazi sana. Sio wajinga wale mnaoona wanachimba misingi alafu wanazungushia mabati. Hawazungushi tu kwa sababu ya usalama sijui. Vingine ni siri. Biblia tu yenyewe inasema Mungu aketie mahali pa siri. Mungu hajaketi waziwazi. Ila wewe, yani shoga zako wanaweza kumwelezea mtu mwingine jinsi ulivyo kama wewe mwenyewe ndo unajielezea. Maana mipango yako yote iko wazi. Watu hamjui mipaka yenu, hamjui mahali pa kuishia. Biblia yenyewe inasema hivi, Daudi anaomba, anasema Bwana, weka mngojezi kwenye mdomo wangu. Yani wewe ukipewa tu nafasi, and then unalalamika kwa nini upige hatua. Jua ni nani unamshirikisha mambo yako. Learn to have self control hata ukiwa unawasaidia watu. Do you know kama wewe hautanyanyuka vya kutosha, huwezi kunyanyua wenzako walio chini.
Kuna ndugu zako unajua kabisa yule tumempa mtaji mwaka jana kapoteza, mwaka juzi kapoteza, mwaka huu kapoteza, bado tena unamwekea na mwingine. Kuna watu wengine wahitaji another money, they need another training. Ukimuita sasa umfundishe, hataki, mbishi, mjiwaji, unamsaidia wa nini? Muache aendelee kukaa na mama yake. You can never finish the poverty of the whole clan. You can never. Weka budget, weka mahesabu yako sawa, jua nasaidia watu mpaka wapi. Know your limits. Ndio maana hata kwenye mashirika ya kugawa misaada wana kitu kinaitwa budget. Yesu Kristo wa Nazareti aliwahi kusema, maskini mnao siku zote. Maana yake nini? You will never finish poverty. So you need to train your behavior. Ujiambie, hivi mimi kwa mwaka nasaidia watu kwa shilingi ngapi? Mtu asiye na budget asitanie kuwa atapiga hatua kwenye maisha. Never. Mimi nataka nimalize umaskini wa familia. Subiri, wewe ndio unafuata kuwa maskini mwingine. Hivi unajua watu wengi ambao tunawasaidia wana misaada mingine. Kwako ilikuwa pia wanajaribisha. Wewe unajua watu ambao tunawasaidia, watu wengi tunawasaidia wana sehemu nyingi za kupata msaada kuliko unavyofikiri. Wanajua kabisa docho zao. Wanajua pale nikipiga yule ananipa. Yule anipi. Kwa hiyo anaweka kabisa alternative. Kama unamwalika mtu kwenye biashara yako, jifunze kwenye biashara tusaidiagi watu. Ujiambie kabisa, huyu nimemchukua, nimemwajiri. Usiseme nimemweka hapa nimsaidie. No, mweke hapo, mlipe mshahara. Siku akiondoka usiumie, ajiri mwingine. Mtu unayemlipa mshahara humwambii yote. Mtu unayemsaidia kuna vitu utamwambia, alafu kesho akija kukupindua usiumie. Biblia inasema hivi, watu wakali hushika mali siku zote. Hela ishuki na watu wenye mioyo mepesi. Never. Na lile neno watu wakali hazungumzia watu wa kufokafoka. No, bali anazungumzia strict men, watu wenye misimamo. Aliposema hii hela ni kwa ajili ya mtaji, hapo hata kama mtoto wa dada yake anaumwa, hela haitunzwi bila hekima. If you will have to be rich, you must have wisdom to preserve your wealth. Naomba nikwambie, mpumbavu akipewa hela haishi muda mrefu, anakufa. So wakati unamuomba Mungu akupe hela, beba na hekima pia. Na ndio maana mwenye akili ataitafuta hekima kwanza kabla ya kutafuta hela kwanza. Ndani ya hekima kuna macho ya kuonea hela iliko. Oh, yes. Ndani ya hekima kuna macho ya kuziona fursa zilito. Ndani ya hekima kuna self control. Money without self control will take you to ditch. Pesa bila kiasi haikusaidii. Katika vitu vyote ambavyo watu hawajawahi kukufundisha maishani mwako, learn to live your life part time. Jifunze kuisha maisha yako kwa wakati huo. Yani maisha yako yafanane na huo wakati uliopo. Kama wakati wako ni wa milioni 10, mtu wa Mungu, ishi mpaka level ya milioni 8. Ishi hapo, bakisha 2 za akiba. Kama maisha yako ni level ya 200,000, ndugu yangu, ishi 170,000. Learn to live your life part time. Maisha sio kwa watu wenye mioyo mepesi, because you never know who is your enemy at what time. Learn to be strong and a fighter, to make sure biashara yako inakaa mahali pake. Amen. Kazi yako inakaa mahali pake. Amen. Ndoa yako inakaa mahali pake. Amen. Listen to me. Mind is your factory of the future. Akili ya mtu inatunza vitu vikubwa viwili, imagination and memory. Inatunza kumbukumbu na inatunza taswira za mbele au picha. So you should know, if you can only control what you remember, you have controlled the future. Kwa hiyo matokeo ya kesho yanategemea na unachokumbuka leo. Kwa hiyo kuna kumbukumbu ambazo unatakiwa uzifute kwenye akili yako, na kuna kumbukumbu ambazo unatakiwa uzikumbuke, usisahau milele. Unaogopa leo kujaribu tena, unaogopa leo kufanya hicho kitu kwa sababu unakumbuka bad memories. The ability to let go of your past is your ability to shine in the future. Uwezo wako wa kuipotezea mambo yako ya kale ndio uwezo wako wa kushine in the future, ndio uwezo wako wa kung'aa mbele. Through the eye of a prophet. Mtu wako wa ndani anapaswa kuwa na nguvu kuliko chochote cha nje, ukijumlisha na wewe mwenyewe. Maana yake yale unayoyaona kwenye maisha yako hayatakiwi kuwa na nguvu kuliko kile unachoamini. Imani ni ya ndani. Imani sio ya kwenda kuona. Uhakika hauko nje. Nje naweza nisiwe na tumaini, nje naweza nisiwe na uhakika, lakini huku ndani na uhakika. Imani kuwa na uhakika na mambo yanayotarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Vinavyotengeneza imani ni lile lisioonekana. Ni kweli, inawezekana mliniona jana sina gari, lakini kuna gari isiyoiona. Hiyo ndio inatengeneza imani. Jana mliniona sina nyumba, ila kuna nyumba ninayoiona isiyoonekana. Hiyo
hiyo ndio inatengeneza imani. Ona possibilities. Zamani ulikuwa huoni kuwezekana. This time ona kuwezekana. Ona kufanikiwa. Ona kuweza. Ona kufanikiwa. Ona kuinuka. Ona kusonga mbele. Ona kutoboa. Ona kupasua miamba. Ona kuendelea. Hallelujah. Sometimes ili uweze kurenew mind, uwe makini na aina ya watu unaojizungushia. Sometimes for you to have new mind, you need to have new people. For you to have new mind, you need to have new information. Because mind is constructed by ideas, information and environment. Nia ya mtu inatengenezwa na mawazo, inatengenezwa na taarifa, inatengenezwa na mazingira yaliyomzunguka. Usikate tamaa. Mbio hazijatangaziwa kipenga cha mwisho. Haujafika mwishoni. Usikate tamaa. Fix your mind. Don't allow devil to tell you umeshindwa. Siruhusu tena akakuonyesha umeshindwa. Keep running. Amen. Haujashindwa hiyo vita. Amen. Keep running kwa sababu mwishoni ndio mshindi anaangaliwa. Yes. Avumiliaye mpaka mwisho. Tusihukumiane kwa mchakato. Don't let your mind fool you that you cannot do it. You can. Amen. You can. Jifunze kwenye maisha yako who deserves your money. Learn it and learn it in a hard way. Who deserves my money? My mother deserves my money. Nikimpa mama yangu, akiamua kumpa mdogo wangu, amempa mwanae, sina shida. Mama nampelekea hata milioni, yeye ndo ataamua kuigawanya kwa mdogo wangu mwenye masifuri, lakini sifuri za mdogo wangu atasolve yeye. Kuna watu mko hapa mnajifanya nyinyi ndio baba zenu, yani wewe ndio unajifanya baba yako. Napewa hela na mume wako za biashara, ghafla mama yako anakupigia simu, yani mdogo wako huku anatakiwa kulisiti mtihani. Hela ya biashara ya familia ya mume wako unaenda kulipia masifuri ya mdogo wako. Subiri utakapo fight upate ya kwako binafsi. Haya, kalipia masifuri ya mdogo wako. Sasa mtumishi, mdogo wangu leo mimi nitafanyeje? Mama yake tu aliyemzaa akamchoka. Wewe stop carrying the burdens that you cannot solve. Wengine mmechukua wadogo zenu mkaweka kwenye biashara zenu wakaziua. Biashara haina undugu wewe. Acha ujinga, biashara haina undugu. Kwenye biashara weka mtu ambaye unajua kabisa unaweza kumfunga siku akukutia hasara. Umeweka mdogo wako, huwezi kumfukuza kwa sababu unajua mama yako atalalamika. Unasema naye tu mdogo wako, ni mdogo wako, sasa utafanyeje? Unakaza kupiga tani mama. Wakati ananitia hasara. That's why people keep on being poor. Listen to me. Fedha should have discipline that guard it. Fedha haitunzwi na maombi, fedha inatunzwa na discipline. Oh Mungu, naifunika fedha yangu kwa wigo wa Roho Mtakatifu. Pesa inatunzwa na nidhamu. Sasa mtumishi, ina maana tusiwasaidie watu? Saidia masikini. Utajiri sio rahisi, ndio maana matajiri wachache. Utajiri unataka kifua. Lakini sasa wewe roho yako nzuri, wenye roho nzuri wote maskini mjini. Chochote ambacho hujakitafuta huwezi kukitunza, huwezi. You just keep it for a time. Ndio maana watu wengi mko humu ndani, wengine mmepewaga mitaji na wapenzi wanaowapenda, waliwapa paka milioni 10, wengine milioni 5. Iko wapi? You never end it. Wengine waume zenu walipowaachia tu biashara ndio zilifiaga hapo. Mme wangu mimi hanielezi habari mapato yake, yani ananificha. Wewe ukiambiwa unachakuchangia, una idea yote ya kuleta mezani unayo wewe? Unayo idea ya kuleta? Nataka nishirikishe mapato yake, lakini anishirikishi. Haya, tunakushirikisha, tunakupa hizi milioni 2, tuambie tufanye nazo nini? Mimi ninavyoona nianzishe biashara ya hauaminiki wewe, ndio maana hela upewi. Hasa mtumishi, nifanyeje ili niaminike? Anza kuzalisha na hicho kidogo ulicho nacho mpaka mume wako aseme sijampa hela, but she fought through. Kidogo alichokipata kakipandisha. Unashangaa na kuja jamaa, wife, naona kuna kitu chako nakifanya na kuongezea na hii bwana. Mume wako anapokupa fedha yake, sikiliza maelekezo vizuri, acha kujitoa fahamu. Sikiliza maelekezo vizuri. Nakwambia wewe hata ambaye hujaolewa, mume hakai na mke tu kwa sababu ni mzuri wa umbo. Mume anakaa na mke anayejua kuzalisha hela yake pia. Kuna saa zinaisha jamani, mliolewa mko humu ndani. Nyie mnafanya mapenzi kila siku. Kuna siku mnaongea hela tu. Wewe nilikupa hela juzi, ulipeleka wapi? Ni mazozano ya hela mpaka asubuhi. Unamtia hasara wewe mwanamke. Basi wewe kila ukiwaona mtu na mke wako ameingia chumbani unaanza mapenzi. Ukikaa hapo wanaanza tu nipate na mimi mume wangu mwenye kifua kipana. Kuna saa hivyo vifua havieleweki. Kuna saa watu wanataka kuona hesabu tu. Kuna saa we want to see books only. Wewe ukikaa hapo unawaza shela, unawaza honeymoon. Honeymoon ni siku 5 tu. Zikiisha maduka yanafunguliwa. Wakati wa uchumba ulikuwa ukiendesha haria yake, anakuwekea mafuta. Ukiingia kwenye ndoa, haria yake anaitumia yeye mwenyewe. Hapo utawajibika kwa kile unachozalisha. Yaani pendo lako litaonekana kwa kile unachofanya nini? Kwa saizi ninachotaka kuona ni kile ambacho sijawahi kukiona. Huo ndio wakati ambao the brain has to get into work.
Sio umeingia kwenye nyumba ya mtu, umekuta kajenga nyumba, umekuta na kampuni yake. Mimi hajaniandika kwenye mali zake. Akuandika ulichangia nini wewe? Sasa kitokee kimada huko barabarani chenye akili kuliko wewe. Wewe baki na prayer, shokorobo, 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 shokorobo. Nini mtumishi? Yule mwanaume mimi namuombea. Kimaliza kumuombea mpe na majibu pia. Solve his problems. Solve his challenges. Show your man that giving is powerful by the way you do it. Show your man that prayers are powerful, kwa sababu ukweli ni kwamba kwenye maisha kuna saa akili zetu zinakwama. So you go extra mile. Namtafuta Mungu ambaye akili zake hazichunguziki. Wako wanawake wenzako na uwezo wa kumkalisha mume wako kwenye kikao supermarket au kwenye kikao kwenye cafeteria mahali mpaka masaa 4 5. Wewe unalalamika, mume wangu mimi hana muda na mimi, haongei na mimi, haongei. Kwa sababu nini? You don't talk matters. Wewe kila ukija yani you don't talk matters. Lakini wako ladies wenzako, wanawake kama wewe, wamekaa wamemkalisha mume wako, anampigisha hesabu kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Unampigia simu, baba nani unarudi saa hizi? Anambia niko kwenye kikao. Na sio kwamba anafanya uhuni, no, he is just listening to one lady that knows mathematics. Kwa sababu anajua akirudi nyumbani, akiwahi kurudi makelele. In business we don't start with what we love, we start with what brings money, and then with the money we get we do what we love. Kwenye biashara hatufanyi tunachokipenda kwanza, tunafanya kinacholeta hela kwanza, then kwa hizo hela tulizozipata tunafanya tunachokipenda. Look what is demanded in the market first. We don't start with what we love. Kwa mimi napenda fashion. Dada wewe unapenda fashion, lakini fashion haikupendi. Anza kwanza na kile unachokiweza. Mimi unajua, mimi I'm addicted to shoes. They are addicted to shoes is you, not the street. In the street they need the weaving fee. You get it? You get it? Mtu anakaa mtaa unahitaji weaving, yeye anakomaa. Mimi napenda sana viatu, mtawauzia viatu napenda wewe dada. Mtaa unahitaji nini? Weaving. Uza weaving kwanza, viatu utauza kesho. Na haya ndio matatizo ya kujifunza biashara kwa mtu ambaye hajawahi kufanya biashara. Utasikia njia 5 za kufanya biashara yako hiyo kubwa. Namba 1, make sure unafanya kitu unachokipenda. Nani kakwambia Bill Gates alikuwa anapenda makompyuta? Nenda kwa Mo, muulize, baba unapenda nani pipi? Au nenda kwa mzee Baresa, baba samani, je, unapenda ice cream wewe? That's what many people wamepoteza fedha zao. Pesa haina hisia. Kwa sababu tu unapenda dagaa, basi unataka kufanya biashara ya dagaa, utakula zote huko ndani. Business is not emotional. Hence, money is not emotional. Biashara haina hisia. Kwa sababu hiyo, hela haina hisia pia. Usiseme hivi, huyu mteja anayekuja, mimi ile dada silipendagi, tulikwazana chuoni. Wewe uza wewe. Uza, mambo ya chuo yaachie wapi? Yaani kuna watu unajua kabisa hiki nikimpelekea fulani atanunua, ila mna issues zenu. Mlikanyagana chuoni, basi unaona huwezi kumuuzia. Acha ujinga, kauze upate hela. What you need pale sio ushosti. What you need pale is what? Break your heart. Some other things you can't pick them while you are standing. You have to bend to pick it. Kuna vitu kwenye maisha you have to bend to get it. You should have a clear vision. What do you want in your life? Na hilo kampuni lako ulilolianzisha, what do you want? Umeanzia tu lionekana na masifa, na mimi na kampuni langu inaitwa Mwankuku kwa Company Limited. For what? Hiyo duka ulilofungua, what is your plan? What is your vision? Hivyo wewe kwenye maisha nini unachokimbizana nacho? Yaani nini kinachokutrouble kwenye maisha wewe? Wengine vitu pekee vinavyowanyima usingizi ni maneno ya watu. If you allow every shock to take you away, you cannot be trusted. Life without competition is not sweet. It's meaningless anyway. It's boring. Anything that is competitive, go for that. Sio jambo la kushangaza when you go through stuff. Move forward. Enjoy storms. They are there to make you fly better. Even your Bible is saying, the violent shall take, and the taking shall be by force. By nature, Mungu hakupi kitu kutoka mbinguni. By nature, Mungu ana vitu vyake huku duniani na vimeshikwa na Waamaleki. Nchi ya ahadi haikushushwa kutoka juu eti. Nchi ya ahadi walikuwa nakaa watu wengine, kama ulikuwa ujue. Hiyo nchi ambayo alikuwa anawaahidi, yani anawaahidi watu kuwapa nchi inayotoa maziwa na asali, hapo hiyo nchi wamekaa watu wengine. Kwa hiyo my friend, kama Mungu amekuahidi kukupatia jambo kubwa, ujue hilo jambo alishika mtu. Kama ujui lugha ya violence, mafanikio utayasikia kwenye amplifier. Refuse to take no for an answer. If the Bible tells us to God all things are possible, why my thing? Why my issue? Then that's where we trigger. That's where we switch on the violence code. Asema, my grace is enough. The only moment when the grace can be enough is when the thorn is too tight. Create life. Hata kama you are a career person, please
Create your story now. Mungu akuinua ufike kwenye position ambayo now you can send people now. Get angry. Get tired of your position that you are. Hata kama inakupa maslahi mazuri, decide to change level. Get another level bigger. Ndugu zako wote, watoto wa mama yako mzazi wakija nyumbani kwenu au nyumbani kwako, unaweza kuwasaidia wewe. So you should know you don't have enough. Unaridhika haraka. Leo hii Mungu akasema hivi, nataka kifanyike kitu, kwa sababu nikwambie kitu. Mungu akitaka kufanya jambo duniani, hashushi vitu kutoka mbinguni. Anatafuta mtu mwenye resources duniani ili afanye. Mungu alipotaka kujenga safina kwa ajili ya Nuhu, alimshushia mbao. So Noah was supposed to be rich enough to have money to buy timber. Mungu alipotaka sanduku la agano lijengwe, alishusha kutoka mbinguni. He ordered gold from the people. Akamwambia hivi, wale wenye moyo wa kupenda na wamtolee Bwana. Now, do you have what to give for God to fulfill his desire? Mungu hawezi kukupa kazi kama hajapima uwezo wako. Na nikwambia, every person in the Bible aliyepewa na kazi na Mungu, alipewa kazi ya zaidi ya uwezo wake. That's why unakutaka watu kama kina Yeremia wanasema hivi, mimi siwezi, mimi ni mdogo. Why? Because God does not look at where you are. He looks at what he has installed in you. It's ordinary, my friend. You still have chance. You can become anything you want. When God gives you his word will turn you into something enviable. Don't fear envy. Envy is good. It tells you how God has differentiated you with others. When God gives you his word, he will turn you into an enviable thing in the face of the earth. Who are you, my friend? Who are you? What more can you do with you? Jiangalia hapo ulipo. Is that all that you can do? Is that all that you can become? We are blessed to dominate. Blessed to dominate. Kama ni nguo, hilo soko, dominate. Kama ni viatu, hilo soko, dominate. Uwe hauna wewe kitu, ndio watu wengine wanaruhusiwa kuuza. Hujaja duniani kuwasindikiza wengine. Come up with ideas every day. Peleka idea ofisini kwako, kwa supervisor wako, kwa mabosi zako, mpaka wafike level sasa tumekuchoka, na wakikuchoka fungua kampuni lako, peleka idea zako mwenyewe, zalisha mwenyewe. Wangapi wanaamini kinywa kinaumba? Una uhakika kinywa kinaumba? Una uhakika kinywa kinaumba? Kwa hiyo ni makosa wewe kesho kushtukizwa na jambo lolote. Oh yeah. Kama kinywa changu kinaumba, ni makosa mimi kupata mshtuko wa jambo lolote. Unapoanza safari, usiniambie sijui atakayonipata njiani. Maana yake ukikutana na cha kushtukiza njiani, kuna assignment hujaifanya. Utagundua katikati yetu humu hakuna mtu mwenye ndoto ya kuwa fukara kutupwa. Wote ndani yetu ni kama tumekuwa inserted. We all desire the best. We all want good. We all want to own private jet. Hallelujah. We all want to own a certain mansion in Dubai. We all want to own best cars. It's not sin. Lakini Mungu anatuonyesha nature kwamba ending point ya kila mwanadamu, anatunusisha, anatuonyesha it is us kutaka mema. Yani sio kwamba wewe ni mduniani ndio maana unapenda magari mazuri. It is in us to desire good because that's how God is. Okay, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukiona unatamani kuwa na Ferrari ya kwako, maana yake ndio Mungu alivyo. Imagine mbinguni wameshafika kwenye invention. Miaka ya Elia walikuwa na magari ya moto. Huku ndio kwanza tuko na magari ya gesi. Your focus isiwe kuwa na maduka 6. Your focus should be katika wote wanaofanya biashara unayoifanya, I will be the head and not the tail. Yes. Kwa sababu ukizungumzia tu kwamba nataka kuwa na maduka 6, it might be the lowest thing that you are choosing for yourself. So, na kuongezea kitu kingine leo. God does not speak what you are. God speaks what you will be. Yes. Hata kama leo hii watu wanakuona wewe ni wahovyo, hata kama leo hii unaonekana wewe muhuni, God will never do beyond your thoughts. Mungu hawezi kufanya zaidi ya vile unavyowaza. Biblia inasema hivi, awezaye kutenda mambo makubwa kuliko tuyawazayo. Pastor, kwa nini unasema Mungu hawezi kufanya vile unaweza? No, the greatest limit of God is your thoughts. Kuna vitu ungethubutu kuviwaza na kuviomba mbele zake, ungeviona. Kuna vitu mpaka leo unasita kuviomba. Anasema wazi, awazavyo mtu kwenye nafsi yake ndivyo alivyo. Do not postpone your dream because there is no money. The first capital alisema, nitakupa hekima na kinywa. Mtaji wa kwanza sio hela, mtaji wa kwanza ni hekima na kinywa. Kitu cha kwanza kabisa kufanya kazi duniani kabla vitu vyote kuwepo, Mungu akasema, sio Mungu akatoa hela. When everything was not there, the only thing that was there, it was voice and things were created. When money is not there, my dear, say it. It is possible. Amen. It is going to be done. It is possible. You say it a lot. It is possible, it is going to be done. Anza na hivyo, mtu wa Mungu. Rahisisha ugumu uliopo kwa maneno unayoongea. Anza na hivyo. Mungu aliumba kwa neno. Umba mazingira sahihi ya biashara yangu kutokea. Mazingira sahihi ya wateja kuja. Wateja wataiona biashara hii inafaa kuliko zingine. Wateja wataona product zangu zina maana. Katika jina la Yesu. You say like crazy. You just say it. It is faith. Amesema yoyote aliyepungukiwa na aombe kwa Mungu, tena asione shaka moyoni mwake, kwa sababu mtu anayeona shaka ni kama mawimbi ya bahari. Anasema huyo mtu anapelekwa na upepo, kila upepo unampeleka unakotaka, anapelekwa huku na huku, hana utulivu. Anasema huyo mtu wala asidhanie kuwa atapata kitu chochote kutoka kwa Mungu.
saa ifike adui zetu na watu waliojiandaa kutusema na kutuchafua na kutufanya vibaya wakose cha kusema. Yusufu ukimkuta kwenye nyumba ya Potifa usidhanie ndo dream yake, hata kama Potifa ameacha vitu vyote mikononi mwake. That's not the dream of Joseph. Ndio maana mama Potifa alivyojileta akamwambia, baby Joseph, come and take something. Yusufu akasema, no mama, I'm not here yet. What you do sometimes, sexing around with women and men hovyo, it tells us you are comfortable with where you are, because greatness demands sacrifice. Greatness demands sacrifice. It's not easy to be great at this position, and as young as I am and as handsome as I am. You see us here, we are paying a lot of sacrifice. Kwa hiyo sisi hatuna miili bro, tunayo. Kwamba tumetiwa ganzi, nimezaa watoto wawili, so it is a proof I'm a man. Haina haja kutuzuge nini. Mungu mbona ameandika humu kwamba ukiona uwezi kuzuia tamaa, oa. Kwa Mungu anajua kabisa kuna wakati utasikia mzuka na unaoa kwa sababu moja tu, unahakikisha kabisa mambo yamekaa mahala pa. It is so clear in the Bible. Mafanikio yapatikanayo kwa haraka yanapotea kama upepo, lakini utajiri na mafanikio yanayojengwa kwa kulipa gharama inayotakiwa kulipwa yanadumu siku zote. Sitamani tu gorofa, tamani na msingi pia. It's so easy to say I wanna be like. You wanna be like, you know the cost of being like. Yusuf kwa Potifa alikuwa anakosa nini? He was the boss of all things. The Bible is so clear. The boy had to pay the sacrifice. Yakobo kwa sababu ya kupoteza focus, ya kukimbizana na ndoto Mungu aliyompa, anakomaa na kutafuta mwanamke miaka 20, ana delay the plan of God. Tuna mandoto makubwa, tuna mavitu tunayaona, lakini because we cannot contain the flesh desire. Biblia inasema hivi, mwili hufanya kazi siku zote kushindana na roho. So the spirit want to come and produce help, na mwili unanyanyuka kushindana na roho. So if we cannot win over the flesh, tutamchelewesha Roho Mtakatifu kutimiza ndoto zetu. For us to invade the system, we must be strong, kwa sababu ulimwengu huu una namna yake ya kuharibu watu. When you are going to be great na kuonekana una influence, remember, unachukua nafasi za watu. People will never rest until they shoot you down. They will give you scandals, they will give you issues because you are threatening their position. Unawaogopesha kwamba you are about to take their seat. So they will do anything in their power to destroy your name, to destroy your life. Kama msingi wako umejengwa na Instagram, trust me, Instagram will break you down. Kizazi chetu kinaamini sana kwenye microwave success. Unapasha mafanikio, unakula mezani. Let's work people, let's work. And let's work with the spirit. Every single day, watu wanaotuumiza sio walioko mbali na sisi. Watu wanaotuumiza maisha yetu yote ni wale ambao jana tuliwapa access, tuliwapa fursa ya kuwa karibu na sisi, tukawaamini, tukajua madhaifu yetu yatakuwa salama kwao. Tulipowafungulia milango yetu, waliandika notes, walirekodi vitu, walipovirekodi wakavitangaza mtaani. So unaliwa wewe na yule uliyemwalika jana kwenye nyumba yako. You cannot change it. You cannot. Huwezi kuligeuza kosa lako la jana. Mwanaume uliyemwamini akakooa, saizi akakuacha. You cannot change it. You cannot. But the only thing you can do, you can beautify yourself today for the future. Amen. Mungu akupa mtu wa kukuoa tena leo, olewa. Amen. Mungu akupa mtu wa kukufurahisha leo, furahishwa. Amen. Usimhukumu mume wa leo kwa kosa la aliyafanya jana. Amen. Usiseme mimi siwezi kukaa na wanaume hawafai kabisa, wanaume waliniumiza. We are not all the same. Yes, we are not perfect, but we are not all the same. Very true. Aliyekuumiza jana asikufanye leo ukashindwa kuenjoy life. Usiingizwe gerezani na mtu ambaye hayupo. Makosa yote uliyowahi kuyafanya maishani mwako yasitafsiri leo yako. Amen. Narudia tena, yasitafsiri leo yako. Amen. Yasitafsiri leo yako. Amen. Wala kesho yako. Siruhusu makosa yako ya jana yakaiba furaha yako. Very true. Kitu pekee unachoweza kufanya kwa watu sasa hivi, either uwatie moyo au waache kama ulivyowakuta. Usiwaongezee maumivu. Una haja ya kumkumbusha baba yako kwamba alikukosea. Baba, mimi ulinikosea sana, ndio maana unaona ninyamaza, lakini mchungaji amehubiri, amesema tupoheshimu. Haujafanya chochote bado. You don't need to remind your father his mistakes. Unahitaji kumkumbusha baba yako makosa yake. So leo ujisamehe wewe mwenyewe. Forgive yourself. Jisamehe kwa makosa yako ya nyuma.
ukiendelea kushikilia mawazo ya makosa uliyoyafanya nyuma, you will never have chance ya kufanya bora. Jiambie kabisa, nilikosea, ndiyo nilikosea, lakini hiyo niliyokosea nyuma hainitafsiri leo. Nayo nafasi. Mimi nawajua watu ambao wameshindwa kuendelea na maisha kabisa kwa sababu ya makosa waliyofanya nyuma. Don't do that. Don't do that. Kuna kitu kiko mbele ambacho ni bora. Na uone Mungu alivyo. Sio yeye anayeshuka duniani kutuletea hukumu. Ni sisi wenyewe tunajimaliza. Kwa sababu nikwambia ukweli, ukijisamea ukaendelea kuishi, utashangaa milango inaendelea kufunguka, biashara inaendelea kufanyika, kazi inaendelea kwenda, mambo yanaendelea kwenda. Maana yake nini? Mungu anakuambia hivi, it's up to you. Ni maamuzi yenu nyinyi huko duniani. Ukijisamea ukaamua kuendelea, you will enjoy life. Ukaamua kujitesa ukasema najiua. Yuda na Petro walifanya dhambi moja. Wote walimsaliti Yesu. Petro tena alimsaliti mara hizi 3. Yuda mara hii 1. Ila Yuda alifanya nini? Alijua kwa makosa. Lakini Petro alisema no, I have a chance to live. Naomba mnisikilize ninachokisema. Yesu alimwambia Petro hivi, Shetani amekusudia kuwapepeta nyinyi kama ngano. Shetani amekusudia kukupepeta kama ngano. Kwa hiyo wakati mwingine, wakati tunakuja kupepetwa, kila mtu analo pepeto lake. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.